Kwa sasa unaendelea vizuri. Yawezekana ni uchovu tu na sio kitu kikubwa. Kwa hiyo unaweza kwenda tu nyumbani. Na ikiwa utajisikia vibaya basi utarejea. Tuko hapa muda wote. Lakini nilikuwa na swali. Kuna yule mgonjwa ambaye ulikuja naye yuko mahututi. Daktari alisema kwamba nikishamalizana na wewe uweze kwenda. Kwa sababu kuna vitu vya kuweza kuzungumza kuhusiana na yule mgonjwa. Na hakuna ndugu mwingine zaidi ya wewe ambaye tunakufahamu. Tafadhali, nitakuomba upite kwa daktari mkubwa. Kwani kuna kitu gani nesi? Lakini mimi siyo ndugu yake, na kwa kweli mimi ni msamaria mwema tu. Kipindi ajali inatokea, mimi nilifanikiwa kumuona, na ndio maana nikawa namfuatilia. Vipi, anaendeleaje, hali yake ikoje? Kwani kuna shida gani? Ameamka? Na je, kwa nini msiwatafute ndugu zake na kuwapigia simu? Na kama hakuna ndugu zake, kuna namna ya kuweza kupata watu ambao wako karibu na yeye. Ah, ina maana kumbe umfahamu? Mimi nikajua mko pamoja. Na kwa kuwa ulikuwa unakuja hapa kila wakati kuja kumwangalia, nikajua mko pamoja. Kiukweli ule mgonjwa hatujui hata kesho yake inakuwaje. Hajaamka wala hajaonyesha saini zozote za kwamba ni mtu ambaye anataka kuamka. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo daktari alitaka kuzungumza na ndugu yake. Sasa unanishangaza unaposema kwamba wewe si ndugu yake. Ni msamaria mwema tu. Kiukweli mimi nimefurahi ulivyokuja hapa, nikajua kabisa ndugu yake ule jamaa ameshapatikana. Hapana nesi, mimi simfahamu. Kiukweli ni mpita njia tu na msamaria mwema. Nikajua baba wa watu anaendelea vizuri. Maskini baba wa watu. Ina maana ile ajali iliyompata ilikuwa ni mbaya sana. Unaonaje nesi? Ataweza kweli kuamka? Na itamchukua muda gani kwa yeye kuweza kuamka? Kiukweli ingekuwa ni vema akaamka akaitambua familia yake, ama akaitaarifu familia yake. Lakini pia kuna namna nyingi ambavyo mnaweza kutafuta familia yake, labda kwenye mitandao ya kijamii, kwenye magazeti, kwa kutangaza. Umesema kweli, itabidi niongee na daktari mkubwa aweze kujua namna gani ambavyo anaweza kufanya. Lo, yaani kweli dada, wewe una upendo. Nyakati zote ulikuwa unakuja hapa hospitalini na kuuliza hali yake. Kumbe hata sio ndugu yake, msamaria mwema. Ni watu wachache sana ambao wanaweza kufanya kitu kama hiko. Je, na bosi Grace ulikuwa unamfahamu? Kwa sababu kwa sasa Grace aliondoka na ametangaza kuweza kuuza hii hospitali. Labda unafahamiana naye? Kiukweli Grace mimi nilimfahamu kama daktari wangu, na hakuna kitu kingine chochote ambacho mimi nafahamiana naye. Kwa hiyo alikuwa ananitibu vizuri. Nimesikitika sana nilipoambiwa kwamba kwa sasa hayupo, na hospitali nimeona imewekewa mabango kule kwamba inauzwa. Oh, sasa itakuwaje? Ina maana na wafanyakazi wote na wagonjwa wote wanauzwa? Bado hatujajua. Tunaomba Mungu kwa kweli huyu atakayenunua anunue na kila kitu kilichopo ndani ya hii hospitali. Yaani Mage, unasubutu kabisa kuweza kucheka. Unamcheka mwenzako katika jaribu ambalo yuko nalo, wakati hilo jaribu linaweza kumpata mtu yoyote hata katika familia hii. Na usisahau dada yako liliwahi kumpata. Ni kwa sababu tu ilitokea bahati mbaya. Lakini naye yule mwanaume alienda kujibebesha naye mimba, si ndo huyu ambaye leo anapelekewa mtoto, mara kesho mtoto anagaiwa mtu mwingine. Si haya matatizo. Sasa wanangu, wampaswi kucheka katika mambo kama haya. Haya ni mambo ya kuumiza kwetu sisi kama wazazi. Kwa hiyo mama, hapo unamaanisha kwamba nilitakiwa nilie? Sasa naliaje msiba kwani usio wa kwangu? Naliaje? Mimi namjua marehemu mama bora huyo. Mia alipeleka kwa yule baba Chogoningo. Lakini huyu Marini na rafiki yake, jamani, kama kachanganyikiwa. Leo baba anapewa mtu mwingine, kesho baba anapewa mtu mwingine, baba kaongeza macho, mwingine kaongeza miguu, mwingine kaongeza utumbo. Basi tafrani tu. Kwani Madina ajui mwanaume yupi ambaye ndio mwenye mtoto? Hiyo mimba ina maana kwamba hao wanaume wote walimkamata siku moja? Mama, wacha mimi nicheke jamani, maanake hivi vituko jamani. Mwenyekiti alivyokuwa na dhambi nyingi. Yaani alivyonifukuza kuchukua sehemu yangu mimi ya biashara, mwenyekiti kaniangusha, kumbe alikuwa ananipiga teke. Mwenyekiti kaumbuka kama nini yule baba. Nakwambia tena, angekuwepo mimi ningeenda nyumbani kwake nikamtie nongwa mpaka akome. Na unapopenda ugomvi dadangu kuliko kula. Yaani unapenda ugomvi kuliko kula. Vita kwako wewe yani ni kama iko kwenye damu yako. Sasa ukagombana na mwenyekiti kwa sababu gani? Mwenye mtoto ni Madina. Wewe ushangai. Kweli mimi ninachoshangaa ni Damia kwenda kujiingiza kwa rafiki gani huyu? Kweli ndege wa kufanana uwaga wanaruka pamoja. Manake Mia kaaguka kwa ule mchaichai. Mwenye nywele kama utandi wa Chenli. Mwenye nywele kama kibatari ni utambi wa kibatari.
Haya, Madina kaanguka kwenye huyo mwenye nywele. Ina maana wote walikuwa na mwanaume mmoja. Bana, ghafla likatokea la kutokea. Kaenda kuanguka kwa kizee kimoja. Na ule baba hata kupiga mswaki hajui. Astaghfirullahi. Heti wewe Mira, wewe umejuaje kwamba yule baba apigi mswaki? Wanangu, nyinyi mtakuja kupata aibu. Mwogopeni Mungu wanangu. Ni kweli huyo Madina amekosea, lakini nyinyi watoto wa kike waga, hakuna mtu ambaye mnamsikiliza. Mkishaamua ya kwenu mmeyabeba katika akili zenu. Hata mtu aseme neno gani waga amsikii mpaka pale anapotokea ya kutokea kama hivi. Mama yangu, yule mwenyekiti anapata wapi muda wa kuoga yule? Kutwa kucha yuko majumbani kwa watu, mara msanya kodi, mara sijui kitu gani. Mwenyekiti yule ananuka kila kitu mpaka ukucha. Mama yangu, sikio ndo lenyewe linajipepeta, maskini ya Mungu, angalau linapata hata hewa, lakini vitu vingine vyote mama vinanuka bwana. Ukikaa karibu na yeye, yani kama unatembea na choo kidogo. Ukweli usemwe mamangu, hata kama ndio tunatema mate pembeni, lakini mate haya pembeni kwa mwenyekiti hapana. Baba chafu yule mzee. Naona Kibosile umeamka, mtu ambaye amebeba mtoto wa mwenyekiti, unaniletea nyumbani mtoto ambaye hata baba zake wenyewe wanamkataa. Tumekaa kazi ni kutembeza tu kwa baba huyu, kutoka kwa baba yule kwenda kwa baba yule, ni kujitia aibu tu. Sasa nikwambie Madina, kuanzia sasa hivi mimi ndo nitakuwa napanga mipango yote ya hapa nyumbani. Nataka kila kitu kiweze kufanyika vile ambavyo mimi nataka. Vyombo utaosha, deki utapiga, mwanangu huku kwenye mgawa utahudumia wateja. Mama, lakini mimi nitawezaje kuhudumia wateja na ili tumbo langu? Mama, kiukweli wakati mwingine harufu za chakula zinanitatiza na zinanifanya niweze kupata kichefuchefu. Najua ni adhabu ambayo mama unanipatia, lakini tafadhali mama, hata ingekuwa ni wewe usingeweza na hii hali ambayo niko nayo. Sio kwamba naigiza mama, wasio maigizo. Ni kweli mama, mimi nimekosea, lakini usiniadhibu kwa namna hiyo mama. Mimi kazi nyingine za nyumbani naweza kufanya, lakini za huku kibandani mama siwezi. Kwa hiyo hao waliobeba mimba wengine wakawa wanafanya kazi, hawakuwa na watu wa kuwasaidia na walikuwa na biashara, ina maana hawakufanya hiyo biashara eti kwa sababu unapata kichefuchefu. Unapata kichefuchefu, ina maana kuna baba mtoto ambaye anakuhudumia hapa. Wewe mwenyewe hata huyo mtoto mwenyewe hujui baba yake ni nani. Kwa jinsi ambavyo ulivyolaaniwa wewe mtoto. Yaani ulivyonipeleka katika shimo, yani umenichimbia shimo na kunimwagia maji ya moto umo. Mimi hapa sina mchezo na wewe. Kazi utafanya. Ndugu yako anafanya kazi, anajituma. Wewe ni kazi ya kula kama mchwa. Utafanya kazi. Sawa mama, lakini usije ukalalamika tu kwamba mimi nakutia aibu. Sio kwamba najifanyisha mama. Hii hali hata wewe mwenyewe unaiona. Na nakubali kwamba nimekosa kwa kile ambacho kinachoendelea na mimi kutokujua baba wa mtoto wa kweli ni nani. Naelewa mama yangu, nimekutia aibu. Nisamee mama yangu. Lakini mtoto atakapozaliwa, hizi shida zote zitaisha. Tutajua ni baba wa mtoto ni nani. Na nadhani atakuwa yuko tayari kuweza kumhudumia mtoto wake. Yaani unaongea kabisa kwa ujasiri. Atakuwa tayari kuweza kuhudumia mtoto wake. Huyo mwenyekiti amekimbia hapa kidogo miguu iweze kuvunjika. Kuna mtu ambaye amemwona. Unajua anachokimbilia nini? Umeenda kumwambia eti huyo mtoto niliyebeba ni wako. Umeshajua mtoto ni wa mwenyekiti na huyo Marco. Sasa hata tujue baba wa kweli ni nani. Ungekuja nyumbani na kuniambia. Mimi ningejua namna gani ya kuweza kupambana nao. Umeenda umesema kule kana kwamba ulikuwa umebeba sana ufahari. Kiukweli bi mkubwa, hiyo pesa nimeomba kinoma yani. Nimeomba sana. Bi mkubwa, hiyo pesa ambayo unaenda kuupelekea kwenda kulipa madeni, tambua utafanya kazi uweze kunirudishia. Haiwezekani mimi nikapige kibarua kiasi hiki. Unaniona mimi kwa mama la mama kule kazi ninazozifanya. Hata kazi nyingine mimi sipendezwi nazo, lakini nafanya kwa sababu sina njia nyingine. Bi mkubwa, hapa nilipo sijui hata hicho kibarua chenyewe kama nitaendelea ukipata kwa mama la mama. Yule msichana ameniharibia sana. Na ujauzito sio wa kwangu, nasikia ni wa mwenyekiti. Marco, unasema ile nguchiro iliyoleta mtoto hapa. Yule mtoto sio wa kwako. Yule mtoto katika tumbo lake ni ya yule baba mwenye tumbo kubwa. Tumbo refu, utafikiri amekula mbuzi mzima. Alafu akaleta hapa nyumbani kwako. Ili aweze kuja kuharibu amani ya nyumbani kwako. Mimi na baba yako tukawa tunagombana kwa sababu yako. Kumbe hata mtoto mwenyewe sio wa kwako. Kwa nini ukuniambia mapema kwamba huyo mtoto sio wa kwako? Jinsi ambavyo ningeweza kuwatetemesha nyongo, lakini bado hawajaniepuka. Mimi si niliwaambia hapa kwamba mtoto sio wa kwangu.
lakini hakuna mtu yoyote ambaye alikutaka kunisikiliza. Wote mlikuwa mnafikiri kwamba mimi nadanganya. Nilikwambia mtoto wa Mia hata sikukataa, nilikubali haraka. Lakini kwa nini huyu nimemkataa? Huyu Madina huyu ni cha wote, cha wanakijiji wote. Basi huyo mtoto atakatwa kipande kipande, apelekwe kwa kila mwanakijiji. Lakini huyu msichana ameniharibia sana mambo yangu. Yaani ameenda kuharibu mpaka kwa mwanamke ambaye mimi ananipatia kazi. Sijawahi kukasirika kama nilivyokasirika kipindi hiki. Huna haja ya kupiga kelele Marco, huna haja. Hii kazi niachie mimi, niachie mimi. Nitawaonyesha ni namna gani ambavyo wanatakiwa waheshimu watu. Watu wanaenda kubeba mimba, mtu anaenda anajikarakaza huko, anakamatwa kwenye mafenesi huko, kwenye mamigomba huko, vijete vingeingia huko, sengekuja kupata matatizo hapa. Yaani lazima niende kwa huyo mama yake aniambie shida ilikuwa ni nini. Naenda hapo polisi, napeleka hii pesa, nikitoka polisi niko pale nyumbani kwa huyo mama. Nilikuona huko bize, nikawa nakusubiria uweze kupata muda. Angalau umepata muda na kuweza kuja. Nilitaka kuambia kitu kimoja. Jana Ana ameniita nyumbani kwake. Na kwa kweli anaonekana kama ni mtu ambaye amechanganyikiwa. Akawa ananiambia anahitaji niweze kumhifadhia vitu vyake, aweze sijui kwenda mikoani, akatafute madili mengine, akatafute kazi, alafu kisha tarejea kuja kuchukua vitu vyake. Nikamwambia mimi sina hiyo nafasi. Kwa sababu kiukweli chumba changu ni kimoja. Na sitaki hata kuweza kuwa tena na ukaribu na Ana hata kidogo. Sasa kiukweli eti amekasirika. Adelaida, nikwambia kitu. Mimi sijali hata Ana anakuambia kitu gani, ama wewe na Ana mnazungumza kitu gani. Mimi ninachotaka tu hapo ofisini ni wewe kuweza kufanya kazi vizuri. Ana sasa hivi hayupo hapa, na masuala ya Ana ni ya kuachana nayo, kwa sababu sio mtu ambaye anaweza kunizuia mimi kufanya vitu vyangu. Yeye anaweza kupambana vile anavyopambana, kwa sababu ametafuta au maisha ambayo yuko nayo sasa hivi ametafuta peke yake. Na kama ulikuwa una uwezo kumsaidia ungemsaidia. Kwamba wewe ni rafiki yangu unaogopa kumsaidia, hapana. Mimi siko hivyo. Fanya kile unachokiweza. Hata hivyo nimeshakataa. Nimeshamwambia kwamba siwezi. Na sikuweza kukaa na vitu vyake kwa sababu linaweza likatokea lolote. Na kama unavyomjua Ana, sidhani kama angeweza kunisamehe. Nadhani angeweza hata kunihukumu kwa wakati mwingine. Ndio maana mimi nimemwambia mapema kabisa siwezi hicho anachokitaka. Lakini pia isitoshe, sitaki ukaribu na yeye, kwa sababu kama amejaribu kuweza kukudhuru wewe, anaweza kunitumia mimi kuweza kukudhuru wewe. Na mimi sitaki hiyo kabisa liweze kutokea. Siko tayari kuweza kuharibu hichi kibarua changu kidogo nilichokuwa nacho kwa sababu ya Ana. Sidhani kama unaweza kufanya kitu ambacho hujakipangilia. Na hakuna mtu ambaye anaweza kukushawishi kufanya kitu kingine kibaya, kwa sababu wewe unajua mwenyewe matatizo utakayokutana nayo. Kila mtu anajua ni wapi ambapo walipotokea, na hii kazi inahitaji uhitaji wa kiasi gani. Nadhani hata yeye alikuwa analijua hilo, lakini kiburi, jeuri, dharau na kujiona kama mtu ambaye amefika, hakujiona kama kuna chochote kibaya kinaweza kumpata. Ndio maana amefika hapo alipofika. Simlaumu, na laumu ujinga uliokuwa kichwani mwake. Nilipokuwa pale hospitali, yule daktari alijaribu kuweza kunichunguza kama mimi ni ndugu wa kaka Kuona, lakini pia aliniuliza kuhusiana na wewe. Kichwa changu kilicheza haraka haraka na nikamwambia wote siwafahamu. Wewe ulikuwa ni daktari wangu, na huyo kaka Kuona mimi nilikuwa ni kama msamaria mwema. Wasije kabisa wakaja wakanihusisha na kaka Kuona. Kesho na kesho kutwa nikaja nikapata matatizo bure. Kwanza hata ile hospitali yenyewe nataka niame kuanzia sasa hivi, kwa sababu kama kaka Kuona ana ndugu zake, waweze kuwatafuta au ndugu zake. Naelewa ni lazima aweze kukuuliza hivyo, kwa sababu wewe ndo mtu ambaye ulienda na kaka Kuona pale, na hakuna maendeleo yoyote kama nilivyokuambia. Na mgonjwa akishafikia hatua ile, ndugu zake inabidi wasaini, chochote kinaweza kutokea. Ndio maana nikakwambia huna haja ya kuwa na wasiwasi. Huu ni wakati wa wewe kufanya mambo yako. Unataka kwenda shule, nenda shule. Biashara ndo kama hii, umeshaiona ni biashara ya vipodozi. Kama umelipenda ili duka, unaweza kulinunua na ukatafuta mfanyakazi akakaa. Wakati huo wewe unajiendeleza na elimu hata ya watu wazima. Yaani mimi nikasaini kwa sababu ya kaka Kuona? Hapana. Huyo kaka Kuona na ndugu zake, sidhani kama kuna mtu alilileta huku duniani peke yake. Lazima kutakuwepo, kama hakuna ndugu, kutakuwepo na jamaa, hata marafiki pia anaweza kuwa nao, wanaweza kwenda kusaini. Lakini mimi kuhusishwa na kaka Kuona sitaki kabisa. Baada ya yale niliyoyaona, chochote kinaweza kutokea. Huyo anaweza hata akafilisiwa mali zake zote kwa sababu ya hivi vitu vyote ambavyo alivyokuwa anavifanya. Sasa naona akili imesha kukaa sawa. Kufilisiwa inawezekana, kwa sababu ukiangalia kabisa kwa ukaribu, kaka Kuona hizi pesa alikuwa anazipata wapi? Kuna mali alikuwa anatakatisha pesa.
lakini hilo sio la msingi kwetu kwa sasa. Tumeshapata kile tulichokipata, na uzuri ni kwamba nyumba yake iko pale, ufunguo wake uko pale, kila kitu chake kiko pale. Kwa hiyo wakiwa wanataka kwenda kuchunguza, basi wataenda nyumbani kwake. Sisi hatujachukua kitu chochote, lakini mimi nakimbia nchi kwa sababu lazima wataanza na mimi ile hospitali na jina la kaka kuona kama mwekezaji mkuu. Kwa hiyo safari ni leo usiku kama kawaida. Ndiyo, ni leo usiku, lakini pia nimetuma ile barua polisi. Chochote utakachokisikia, mtu akikuuliza kitu chochote, hata wale ambao wanajua kwamba mimi na wewe tulikuwa tunazungumza pindi tunapokuwa hospitali, kama hao madaktari wa kupepeta mdomo, usiwahi kukubali hata siku moja kama unanifahamu mimi, na kama tuliwahi kupata pesa katika nyumba kaka kuona na kuanzisha hichi tulichokianzisha. Inabidi usome, badilisha maisha yako, vaa uhusika kana kwamba wewe ni mmiliki halali wa hizi mali. Ulizipata wapi? Hilo sio jukumu la watu kujua. Yawezekana kuna mfadhili alitokea akakupa hichi ulichokupa. Sawa sawa, nimekuelewa. Sasa Dameda, utakaa hapa kwa kumkumbuka mume wako na kulia kila wakati mpaka lini? Huku ushafika kijijini, huku hatukai kwa kufumba macho, hatukai kwa kuzorota. Yaani lazima ufanye kazi ili uweze kupata kitu. Kama huyo mtoto wako huko shuleni labda ana changamoto zozote, ni vyema ukaenda. We nenda, mi nadhani utapata pesa tu ya kuweza kwenda. We mtu mkubwa bwana, mjini kwani ulikuwa huna marafiki wa kuweza kukusaidia ukapata chochote kitu? Kwa sababu kiukweli ukisema kwamba eti huyu babangu mimi sokomoko aweze kukusaidia, hana chochote babangu. Angalia tunavyokula majani hapa, hata mbuzi ana nafuu. Kasheshe, nakubali kwamba mimi nilimkosea mjomba, lakini mjomba pasi kuniambia maneno magumu kama hayo. Kiukweli huu wakati ninahitaji faraja, na ndio maana nikaja hapa. Najua yawezekana labda mambo niliyoyafanya hayakuwapendeza, lakini sasa hivi mimi nina matatizo, tena ukizingatia ni matatizo makubwa. Bora mjomba na hii sehemu anaweza kukaa kwa amani kabisa. Kama hana hata pesa ya kunipa, ni bora basi hata kanipatia moyo. Lakini mjomba hana kitu kizuri kinachotoka katika mdomo wake. Yaani Meda bwana, kama umjui mjomba wako vile, yaani kama we ni mgeni wa mjomba wako. Huyu mjomba wako ni wa nyakati zote na kipindi chote na majira yote. Ndivyo ambavyo alivyo, habadiliki. Ndio mjomba wako namna ambavyo tabia zake zilivyo. Yaani hata ufanye nini, huu mjomba wako ndivyo alivyo. Mzoee tu. Hayo ndo maneno yake. Kama mimi ananikaraisha mtoto wake na bado niko hapa, mwili ngangari moyo ngunguri, na nampikia, itakuwa ni wewe. Lakini kuna vitu vingine ambavyo anaongea kwa kweli vinaniumiza moyo. Sio kwamba sijajaribu kuweza kufanya njia yoyote mimi kuweza kupata chochote mjini, lakini mwanaume niliyekuwa naye hakuweza kuniachia hivyo. Aliniaminisha kwamba atakuwa na mimi katika kipindi chote, na kwa kweli nyakati nyingine hata nilivyokuwa najituma katika kiduka changu alikuwa nakataa. Alikuwa anahitaji mimi niweze kukaa nyumbani na kuwa mama wa nyumbani. Angalau niliweza kupambana kiasi hiko mpaka kile kiduka kikaja kikaibiwa. Mimi sio mtu mbaya, ni binadamu tu na mapungufu yangu. Oh, sokomoko, nilikuwa nakuja nyumbani kwako. Huu mguu unaouona ni wa nyumbani kwako. Oh, kipenzi, Mahabuba nyongo mkaliaini, umelikalia ukapasua ini langu. Mama, unatuliza kiranga changu, na wakati mwingine nakuwa mpole kwa sababu yako. Karibu mama, tunaweza kuongozana na kwenda. Nadhani sasa umeelewa kwamba unamtaka sokomoko, mwanaume pekee aliyebaki katika kijiji hichi, ambaye hana madeni, ambaye ni msafi wa moyo, lakini pia ni mkweli. Una lipi la kuniambia, mpenzi wa moyo wangu? We mzee, hebu ona hata aibu. Nilikuwa siji kwa sababu eti nakuja kukuona wewe. Hayo maneno yako ya ubarubaru tafuta mahali pengine pa kuyapeleka. Yaani unafikiri kwamba mimi ni watoto wa hiki kijiji? Nimewalea watoto wangu mwenyewe bila hata kusaidiwa na mtu, nikiwa peke yangu. Ndo sasa nije nihitaji mtu, tena mtu mwenyewe ni wewe sokomoko? Ala, mimi nakuja kwako kwa sababu nasikia kuna binti yako amekuja, nafahamiana na binti yangu Mia, wamekutana huko mjini. Nataka nieleze zaidi. Angalia sasa vitu unavyozungumza, binti yako wewe unapata mwanaume ambaye ni mwanaume kweli kweli kama sokomoko. Nimejitoa kimasomaso, nataka nikutoe huo uchungu uliokuwa nao, nataka nisafishe,
shida ulizokuwa nazo, nataka nisimame kwa miguu yangu pale altare. Unajua mimi sijawahi kufunga ndoa, lakini kwa sasa niko tayari kwenda kumwambia baba paroko nimepata wa kwangu wa ubani. Hutaki hilo? Hebu tafuta mtu mwingine, wacha kunifata sokomoko. Hakuna kitu chochote ninachokitaka kutoka kwako. Wewe mwenyewe una shida kama nilizokuwa nazo mimi. Kwa hiyo tafadhali, wewe umeshakuwa mtu mzima. Unaona wenzako huko ndo hao wanakimbizana, wanatoroka mpaka na vijiji kwa kuweza kuwapatia watoto wa watu ujauzito. Ndo huko utakapokamatwa wewe. Na msipoangalia wazee wa kijiji hichi, kwa sababu hamna nidhamu, mtajikuta polisi. Naona sasa umeleta uwanga wako hapa katika biashara yangu, na nakwambia wewe mwanamke, nisipouza nitakuletea hizi nyama uweze kula, halafu nipe pesa yangu. Unamletea nani mtaramtara? Unamletea nani mtaramtara? Ulipokuja pale dukani kwangu, kuja tena ukaja ukanipigia kelele. Ile siku ulifikiri kwamba niliuza. Mimi na wewe nani mchawi mwanga katika kijiji hichi ambayo wanamsemaga? Nimekuja kukuambia wewe mwanamke, kaa mbali na familia yangu. Tena mwambia huyo mtoto wako Ndorobo mwenye majicho makubwa kama majicho ya chura aliyekanyagwa asifike tena nyumbani kwangu. Mnaenda mnabeba mimba huko, mnakimbilia mnaenda kubeba mimba za ufuska, mnakuja nyumbani kwangu kuja kupiga kelele, halafu anaenda mpaka kazini kwa kijana wangu, anaenda kuharibu mambo. Mwambie nitakalia iko kichwa, nitapanda hapo kichwani nikalie iko kichwa na nisishuke. Utakalia iko kichwa. Angetoka hapa nyumbani kuja kusema huyo kijana wako amempa mimba bila kweli kumpatia mimba. Hivi unafikiri kwamba Madina ni amechanganyikiwa? Anaweza kuwa anahangaika, lakini huyo kijana wako pia aliweza kulala na Madina, na ndio maana akaja Madina. Sawa, nimesha kuelewa. Unaweza sasa kwenda. Unataka kuniua au ni kitu gani umekuja kukifanya hapa? Kwa hiyo umekuja kuhakikisha kama kweli huyo kijana wako sio baba mtoto, si ndivyo ambavyo unavyoomba? Hebu sinilete balaa na kichwa kimekaa kama jiwe la kiama. Kila mtu anakuogopa isipokuwa mimi tu. Wewe si mwanga. Sasa kwa taarifa yako, acha nikwambie, na kijana wangu akipata hata tumbo la kuhara, utanitambua. Mwambie huyo msichana wako mbaru tumbaka akae mbali na kijana wangu. Sijui hata Marko alitokana wapi na hii takataka. Ni bora kule kwa Mia kuliko kwako wewe, maanake umefuga mfugo ambao wewe mwenyewe umekushinda.